Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani kumtakia kiongozi wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu Imam Suleiman ni mtu ambaye tumeishi wote katika maeneo haya ya Kinondoni, na mara nyingi anapenda tuwe pamoja. Hata wakati yuko Mtambani nilikuwa nafika mahali mimi nasali nje ili asinione, kwa sababu tu ya yale mapenzi ya kwamba angependa labda niingie kwenye majukumu haya. Majukumu sisi wengine tulishayaacha, tuko kwenye majukumu ya kiuongozi. Kwa hiyo lazima upate muda wa kuyafanyia utafiti, kwa sababu unazungumza na watu ambao ni wasomi na ni watu ambao wako katika harakati hizi kila siku. Lakini sasa moja ya kitu ambacho tumeelezwa katika Qur'an, na hasa waumini, Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum. Mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maana ya maamrisho yake, na mtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna alizotuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini na wenye mamlaka miongoni mwetu, wenye mamlaka miongoni mwetu ni hawa maimamu. Sasa aliponiambia bwana, njoo bwana ututembelee Masjid Taqwa, na mimi ikabidi nitii. Lakini hivi hapa leo mimi nilikuwa nisiwe hapa, lakini kwa amri yake, na hiyo nafasi kapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi toka nimefika hapa miaka mingi sana, nilikuwa naswalia kwenye banda pale. Kwanza niwapongeze sana kwa juhudi ambazo mmezifikia. Juhudi kubwa sana, Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri. Kazi kubwa imefanyika. Tulikuwa tunaswali hapa sisi wakati umevunjwa kabisa, tunakuja kuswali mara kwa mara. Katika maelezo ya hutuba, nisingependa kurudia, niliishia pale ambazo ndani ya dakika 20 Mwenyezi Mungu anijalie niwe nimekamilisha hiki. Pale kwenye hutuba tuliishia sehemu moja ambayo inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyiwa vitimbi katika vile vikao vilivyokaa. Ni kisa kirefu sana, lakini kwa kukifupisha ni kwamba walikaa maadui zake wote katika njia na njama za kuhakikisha kwamba wanamtelekeza, kwa sababu tayari ishaonekana pale kuna ndege mbaya. Ndege mbaya kwa maana ya nuksi, mikosi. Yaani uwepo wa mtume, kuna watu waliona mikosi, kuna watu waliona nuksi. Kwa hiyo hata wewe, yaani mtume ni kiigizo. Maana ya kiigizo, ujipime wewe kwenye jamii yako, unadharauliwa hivyo, usije ukafikiri ni wa kwanza. Yaani mtume kafanyiwa hivyo, na haya nayo yasema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe, na anamkumbusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, ukumbuke wale makafiri waliokuwa nakupinga, walivyokufanyia vitimbi na kampeni ya kuhakikisha wewe unatoweka katika mazingira ya aina yoyote, liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo unataka usifiwe tu, nani atakusifia sasa? Unataka sifa gani upate? Kama huyu kiongozi wa daraja katumwa na Mungu aeleze maneno ya Mungu, alafu Mungu amewaachia watu wanampiga vita yule anayeeleza maneno ya Mungu. Sasa wewe na mimi kutwa nzima tunakosea, alafu unaponaje? Maka Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuasi hata mara moja, lakini ndo kapigwa, ndo kang'olewa meno, ndo anafanywa mpango na wenyeji wa mji wa Maka, na ni mzaliwa pale pale Maka. Babu yake ndiye alikuwa anasafisha Al-Kaaba toka enzi hizo, kabla baba yake hajafariki. Babu yake Abdul Muttalib. Na wale waliokwenda Maka wanafahamu ni mita 250 kutoka kwenye nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kwenye Al-Kaaba. Na kwenye Swafa wal Marwa, au tuseme Marwa, ni mita 150, kwa sababu baina Swafa wal Marwa
na Al-Kaaba ni kilomita zipatazo tuseme ni mita sio kilomita, mita zaidi ya kama 100. Kwa hiyo takriban kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake ambako alikuwa anaishi Abdul Muttalib ni sawa na kutembea mita 200, 250 mpaka 300. Unaenda unaigusa Al-Kaaba unarudi, lakini walimfanyia fitina mtoto wa pale pale mjini. Alafu unakuja kujifanya mimi mwana Kinondoni, sijui Kariakoo, sijui Ilala. Huyo Muhammad mwenyewe amfanyia hivyo na ni mjumbe wa Mungu. Kwa hiyo hapa nataka niwakomaze wale ambao wanaingia kwenye misukosuko ya kazi, ya maisha, ya familia. Yaani ujue kwamba kuna vitu vinaendelea. Na hii ndiyo moja ya sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama, na ndio moja ya sababu ya Mungu mwenyewe kumletea mtihani huu ili tusome. Hakumletea kisanii. Mtume alifeel touch. Yaani aliumia, alipigwa kweli. Katika vitabu ukisoma kutoka Maka pale nyumbani walikokuwa wamemzingira mpaka kufika Ghar Thawr ni kilomita 9 kutoka pale, na wale walikwenda kwa miguu kwa sababu walikuwa hawana mnyama, na mnyama angejulikana kishindo cha mnyama wale watu, kwa sababu vile ni vijumba, vilikuwa ni vijumba kama vya kienyeji kama vile mnavyoviona Dodoma, Singida, vile sio nyumba kama nyumba. Unaona, maana mtu asije akafikiri akaleta taswira ya magorofa ya nyumba hizi, vijumba. Kwa hiyo yule anakopita yule mnyama wanamsikia. Kwa hiyo wale walikuwa wanatembea kwa kunyatia kilomita 9, mtu anakwenda kujificha kwenye maporomoko, na mlima ule ni mita 200 karibu 50 kwenda mpaka kwenye Jabal Thawr. Mtume anatembea na anakimbia na Saidina Abubakar, Mwenyezi Mungu amuie radhi. Kwa hiyo katika mzunguko mzima Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa kutoroka katika ile nyumba, na pale akamwacha Saidina Ali karamallahu wajhi. Alipomwacha pale Saidina Ali, Mwenyezi Mungu anatufafanulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alirusha mchanga kwa kusoma ile aya iliyoko katika surati Yasin ambayo inasema wa min khalfihim sadda wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahu fahum la yubsirun. Wale watu wote wakalala. Alafu sisi tukikusomea maji ili unywe unatuambia sisi washirikina. Njoo tukusomee maji unywe, njoo tukutengenezee mchanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza mchanga, kaushika kwenye kiganja, akasoma aya ya Mwenyezi Mungu, kawamiminia, watu wamelala. Alafu nyinyi mnaona, ndio hii anatuambiaga Mufti Daktari Abubakar Zuberi, mkasome. Watu wako mafundi hao, mashekhe wanajua, mashekhe wakata wanaishi kwa hivyo vitu, unaona. Lakini sasa sisi tunashindwa kuelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amefika hapo, akafika wale watu wakalala. Baada ya kulala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na Saidina Abubakar, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, wakaenda mpaka kwenye pango, sio mlima, wakaupanda na mlima, kwa sababu wanawajua watu wa Maka. Watu wa Maka walikuwa ni watu wana nguvu, sio watu legelege. Yaani kupanda mlima kwao kama unavyoona mtu anakwea mti, yaani wanapanda kwa haraka sana kama wanyama wale kima, yaani kwa ule ustadi walionao. Kwa hiyo wakaona tukibaki hapa watatukuta na watatuchinja. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu akamwambia Sayyidina Abubakar, twende tukajifiche huko juu. Basi katika kupanda ile ndio ilikuja kuitwa Jabal, likaitwa pango la Thawr, ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliingia kule. Kabla sijawaeleza kilichokuwa kimetokea ndani ya pango, huku nyuma kulizuka matatizo. Wale vijana wakanyanyuka, wakashangaa, wakasema sasa tumemkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakenda pale alikolala Mtume, wakakuta kweli amejifunika. Sasa wananyanyua mapanga ili waweze kumkata kwa pamoja kama walivyokubaliana kabla.
Saidina Ali karamallahu wajha anashtuka, anasikia vishindo, kwa sababu ule mpango Saidina Ali haujui wala hakuna anayejua, kwa sababu ule mpango wote ni wasiri. Hata mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa haujui. Kwa hiyo akasikia mbona kuna watu, yani kuna kiwimbi fulani cha watu kama wanakuja. Alipotoka hivi wakasema sio yeye bwana. Naye akasema kwani sio yeye kwenye jambo gani? Akamwambia sio yeye. Wakaenda kukaa. Baada ya kukaa, ndugu zangu niwaambie, haya maisha mnayoyaona ni maisha ya ajabu sana. Yaani wewe unaishi peponi tu, haujijui. Vitabu vinaeleza kulitembezwa mkongoto, hujawahi kuona kwenye hicho kimji pale, ile eneo lilozunguka Al-Kaaba. Lazima kila mtu aseme huyu Muhammad kapita wapi. Twanga kweli kweli. Yaani ufundi wa kupiga ulikuwa kila mtu anaonyesha ufundi wake wa kuwapiga wale raia. Sijakwambia wanajeshi wanapoingia inakuwa ni zaidi ya hapo. Lakini mwisho wa yote hakuna aliyekuwa anajua. Na wale walikuwa ni watu wana maarifa. Walijua hawa tunawapiga tunawaonea, lakini huyu kwa uchawi wake, huyu Muhammad huyu, ulozi wake huyu, atakuwa amefanya ujanja hapa. Hawa tuwaache. Wakatafuta mtaalamu wa kutafuta watu waliopotea na wanaokimbia. Ndipo wakampata msoma nyayo. Walipompata msoma nyayo, ikabidi wamuelekeze, tunataka tuone alikopita huyu Muhammad na huyu Abubakari. Wakaambia kazi ndogo, lete dau. Wakatoa dau la ngamia 1000. Yaani unajua unaaga umaskini. Yaani ukipata ngamia 1000 ina maana uko tajiri sawa na yule aliyekupa. Yaani umeshaingia kwenye level hiyo sasa. Jamaa akawapeleka. Walitembea kwa sababu yani anajua kisigino cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilikopita, hata kama alikanyaga kwenye jiwe. Wanajua mtaalamu. Akasoma nyayo mpaka zikaenda kwenye mlima wa Thawr. Akaambia hawa watu wameishia hapa. Akaendelea kufanya maarifa, akasema hawa watu wamepanda, twendeni. Wakapanda, akaambia hawa watu wako humu. Kulikuwa na tundu fulani ambalo sio kubwa sana, lakini mtu anaweza kuingia. Akasema hawa watu wako humu. Kwanza yeye mwenyewe alichukua kichapo. Kwa sababu mtu na akili zako unatuambia watu wako humu. Kichapo kwa nini walikichukua? Wakiwa pale waliona kuna ndege kataga mayai. Na hapo kulikuwa na buibui ametambaa zaidi kama ya miezi 7 iliyopita, yani buibui iliyochakaa. Hasa anajiuliza huyu mtu, mimi nadhani tatizo lake la kichwa. Yaani buibui hizi wasizingoe. Huyu ndege yuko hapa ametaga mayai. Alafu awepo mtu. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Yaani wao wanafanya vitimbi, Mwenyezi Mungu anawatengenezea vitimbi vyake sasa na yeye mwenyewe. Yaani anawachezesha tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajui, wale wenyewe hawajui, yeye huwa alimul ghaibi wa shahada. Yeye ndo anayetizama kwamba hawa na remote vipi. Yaani kama sisi anavyo tu remote tu. Yaani unakwenda hivi maana unashtukia sasa, mimi na bahati sana ese. Mimi sio mchezo. Wewe ni mchezo kweli, kwa sababu hiyo uliyopata ukuipanga. Kuingia pale, yule jamaa akaambia basi mimi mambo yangu yameishia hapa. Ikabidi waondoke pale. Lakini wakiwa pale, Mwenyezi Mungu anatuambia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasimulia adha walioipata pale ilikuwa ni kubwa kuliko waliokuwa wamepata kule Maka. Adha gani? Wakati watu wanawaangalia kule, yani wanaangalia yale mabuibui yani. Kule Saidina Abubakari na Mtume wanawaona, lakini wao hawaoni waliomo mle ndani. Hizo ndio sasa hivi mnaziita tinted Yaani wewe ulioko ndani unawaona wa nje, lakini wa nje hawaoni aliyoko ndani. Yaani wasiojulikana wako ndani, wanaojulikana mko nje mnaonekana, lakini wa ndani hamuwaoni.
Hii kazi imeanza muda mrefu. Jivunie kuwa Muislamu, jivunie kuwa mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinted inaanza hapo. Kuna black tinted, kuna red tinted, kuna heavy tinted. Yani vyote hivyo vimewekwa katika utaratibu unaojulikana. Road. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuona Sayyidina Abubakar anavyohangaika, amechoka, amehangaika, anaambia wale watashuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Sayyidina Abubakar, idh yaqulu li sahibi, wewe ndugu yangu unayehangaika hivi, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika sisi hapa tulipo nimeshagundua tuko na Allah subhanahu wa ta'ala. Tusingeweza kuruka viunzi vyote hivi hatujakamatwa. Hao watu wasingekuwa wanatuzama hivi alafu hawajatuchomoa huko ndani. Maana kuna watu wana ghadhabu. Akasema hapana, hii si tuko na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna neno limetumika hapa, la tahzan, usihuzunike. Ni tofauti na kuwa na hofu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Wala nabluwannakum bishai'in min al-khawf, yani atawajaribu chochote katika hofu, lakini sio huzuni. Huzuni ni sura ya kupoteza kila kitu, haubaki na chochote kabisa. Hofu ni kwamba nitaishi vipi sasa, itakuwaje? Sayyidina Abubakar alishaona mpango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama na kuwakimbia makafiri umefia hapa. Hawa lazima wamuue tu, hawa lazima wamchinje hawa, kwa sababu mpango wa kumuua ulishajulikana, wanamaliza. Kama umekuja mpaka huko hawezi kukubali kushuka naye mlima hawa. Sayyidina Abubakar akapata hofu, akasema mpango wetu umefia hapa, wote tunakufa hapa. Sasa kukufa nini, inaendaje? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia la tahzan, usihuzunike, kwa maana hakuna kitu watakachokifanya. Na kweli Mwenyezi Mungu anasema fa anzala Allahu sakinata, Mwenyezi Mungu aliwashushia. Hapa anakusudiwa Sayyidina Abubakar, alishushiwa utulivu. Yaani unajua ulishawahi kuona huko kwenye hofu, huko kwenye huzuni, huko kwenye matatizo, alafu wewe ndio unayewashauri watu. Yaani Mungu anakushushia utulivu, unaridhika na ile hali, unakuwa kama vile hujapata chochote japo unakiona kipo, alafu unapata nguvu ya kufanya kazi na kuwaeleza watu na kuendelea na mambo yako. Yaani hata ukiharibiwa kazini, yaani unaishi kama uko kazini. Ukiharibikiwa na jambo, unaishi kama huna tatizo lolote. Mwenyezi Mungu aliwashushia utulivu. Wa ayyadahu bijunudi lam tarauha waja'ala kalimata ladina kafaru sufla, ama sivyo? Wa kalimatullahi hiya al-uliya. Yani hapo ndipo alipowamaliza kwenye pango. Yani ukiona maneno haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshushiwa aya ndani ya pango hili, makafiri ndio walipofia hapo, na ndipo safari yao ilipoishia, na ndio maana hawajauweza Uislamu mpaka leo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alishusha hadhi zao na akapandisha hadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takriban siku 3 walikaa pale kwenye pango, lakini baadaye walielekea Makka, kilomita 410 kwa vipando, wanashuka wanapanda, wanashuka wanapanda mpaka walipokwenda huko Madina. Hii ilikuwa ni safari. Naomba nizungumze kitu kifupi sana ili twende tukapate shughuli zingine. Kalenda katika maisha, katika utafiti nilioufanya wakati ninafanya utafiti wa utawala, nimegundua kuna kalenda 1223 kalenda zilizoko duniani. Kalenda common katika dunia ni kalenda 40. Sheikh Abdul Razak, 40 zinatumika duniani na wewe unazitumia, na hasa hao wanaosafiri watakuwa wanazitumia ila hawajui. Lakini nitakupa kalenda 5 kwa ufupi
ili tuendelee na shughuli zingine. Tumuombe imamu aturuhusu tuendelee na shughuli zingine. Kalenda ya kwanza ni kalenda yako wewe mwenyewe. Nimeeleza katika tafsiri ya kalenda ni hesabu ya siku. Unatoka siku moja unakuja mpaka siku saba, unatoka siku saba unakuja mwezi, unatoka mwezi unakuja mwaka. Unahesabu mwaka, unaenda mwaka wa pili. Kwa hiyo wewe toka umezaliwa una kalenda yako. Ijapokuwa hatujui ni kalenda ipi unaitumia, miladia au hijiria. Utajijua wewe mwenyewe sasa. Kama wewe unaona uzaliwe miladia, sawa. Lakini kama unataka kujua kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio iwe kalenda yako, ziko calculation tu, wala usipate tabu. Nenda kwenye simu yako, nenda kaweke nukta kwenye tarehe uliozaliwa, alafu fanya conversion, leta kwenye kalenda ya wanaita hijiria, itakusomesha pale. Na Wachina ndio wa kwanza kabisa kututengenezea kalenda za hijiria. Kila simu unayoiona hii, hata hii ya tochi ndogo, maana zote siku hizi zina tochi. Ile tulikuwa tunaita tochi lakini ni tochi ndogo. Sasa hivi tuna tochi zile za Kichina. Simu ni mterezo lakini ni mpapaso, lakini ina tochi kubwa. Zote zina kalenda. Nenda katengeneze pale, alafu utajua tarehe ngapi ulizaliwa na ni mwezi gani, kama ni Muharram, kama ni Safar, utajua na ulikuwa ni mwaka gani. Ukianza kuhesabu miaka yako itapungua, lakini sio sawa na ya miladia au Gregorian kalenda. Kwa hiyo unayo kalenda we mwenyewe ambayo toka umezaliwa ndio kalenda hiyo. Ndio maana ya kalenda, ni hesabu ya siku. Kalenda ya pili ni ya serikali. Yaani nakueleza kalenda ambazo zinakuhusu. Hivi leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linavunjwa rasmi, kwa maana miaka 5 ya kalenda yao ya uongozi wao imekoma leo. Yaani tutakuwa hatuna wabunge, tutakuwa hatuna mawaziri na yeyote anayetokana na ubunge. Na kesho wanaanza kuchukua fomu kukuonyesha kwamba wao ni vibarua tena kama sisi. Wanaanza kuchukua fomu za kugombea nafasi za aina hiyo hiyo. Ukumbuke baraza la madiwani lilishaondoka lenyewe. Hii ni kalenda ya serikali. Bunge litakalovunjwa leo ni bunge la 12. Kalenda hiyo, msije mkafikiri watu wanajiendea tu. Sisi baadhi ya Waislamu ndio tunajiendea, watu wanakwenda kwa hesabu. Ni bunge la 12. Leo tarehe 27 ndio analivunja Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba, na ndio mwezi wa 12 wa kwao. Mwezi wa 6 ni mwezi wa 12 kwao, na mwezi wa kwanza ni mwezi Julai kuanzia tarehe 1. Imamu, tuko pamoja? Je, tumeelewana? Ndio kalenda ya serikali hiyo. Na kwa nini imekuwa ni bunge la 12? Ni bunge la 12 toka tumeungana, tumezalisha Tanzania. Umeona kalenda inakoanzia jamani? Yaani hata Mtume sallallahu alaihi wasallam baada yake kuondoka walitengeneza kalenda hao maswahaba. Kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usione ajabu kuna kalenda zinatengenezwa katikati. Kalenda ya Tanzania imeanza mwaka 1965, ndio bunge la kwanza la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Before that hatukuwa na kalenda inayohesabu, kwa sababu tulikuwa mikononi mwa Waingereza na mataifa mengine. Sasa tumezaliwa rasmi baada ya Zanzibar kufanya mapinduzi mwaka 1964, na hapo hapo hatukuchelewa, tukaua Tanganyika, tukaungana na Zanzibar, tukaita Tanzania, ikawa ndiyo tarehe mosi ya serikali. Ukihesabu toka mwaka 1965, baada ya miaka mitano utapata bunge la 12 ambalo ndio bunge la bajeti. Na kazi ya bunge ni mbili tu.
ni kutunga sheria na kutengeneza bajeti, kupitisha bajeti, ndio kazi zao. Sasa ule mijadala yote ni katika bajeti, ni katika sheria. Hiyo mijadala yote tunaiona. Kwa hiyo serikali ina kalenda yake ambayo inaanza mwezi mosi Julai na inamalizikia mwezi 30 Juni. Utasema kalenda uijui hiyo, ndio maana nakwambia unazitumia, kwa sababu wewe ukienda serikalini wanakulipa kwa mujibu wa kalenda yao. Na hawajawahi kutetereka. Halmashauri wanajua, makampuni wanajua, mkuu wa mkoa anajua, wala hajali hii mambo ya Desemba na Januari, hayajui haya mambo haya. Hajui kabisa. Kalenda ya tatu ni Julius kalenda, maarufu kama Juliana kalenda. Hii Juliana kalenda kwenye kutuba yangu nimeidokeza, ndio ya kwanza katika historia, lakini haina umri kama kalenda ya Mayahudi. Kuna Jewish kalenda ambayo ina miaka mingi duniani, na inasemekana katika utafiti hiyo ni kalenda ya mwanzo kabisa ambayo ndio imetumika kwa muda mrefu sana, na mpaka leo Mayahudi wanaitumia. Mayahudi nakusudia hawa baadhi yao ambao Imam Suleiman amewaeleza wametwangwa na wale jamaa, yani sasa hivi wanaendelea na vipigo, yani wana kalenda na wenye ya kwao, Jewish kalenda. Lakini Juliana kalenda ukigugo, ukiangalia tu mle, ni kalenda ambayo imekoma mwaka karne ya 15. Julius Caesar baada ya kuitengeneza hii kalenda kabla ya kuzaliwa kwa Isa au tuseme Yesu, yani kwa maana ya mwaka wa kwanza, tarehe 1 mwaka wa kwanza mwezi wa kwanza, ambao ndio tunaanza hapo, tunasema before Christ kama ilivyokuwa kwenye historia, ingawa Yesu is not a Christ. Unaona, wanasema imeanza miaka 46 nyuma. Majina yote unayoyaona haya ameasisi huyu Julius Caesar, na majina yote ni ya watawala wa Kirumi. Muda utoshi, lakini nenda katafute, utakuta kila mtawala wa Kirumi ndo kapewa. Oktoba kuna mtawala mmoja anaitwa Okto, unaona. Septemba kuna mtu anaitwa Septi. Wamenyambulisha mpaka wamepata majina. Hata huyu April ni mtawala tena, ni kiongozi wa Kiroma ambaye alikuwa anasababisha watu, ndo ilikuwa mwezi wa kufungisha ndoa na kufanya uasi wa kujamiiana katika nini, katika kule mwaloni, kwenye mialo ile pembezoni kule Coco Beach kunaitwaje? Coco Beach kunaitwa ufukweni. Na ndio maana mmekuta kuna kitu kinaitwa Valentine. Yule ni askofu ambaye alikuwa ni mtu anayeelekeza hivyo, baadaye wakamkamata akaenda ndani akafia kule. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda kumwadhimisha, na ndio mpaka leo wanamwadhimisha. Ni Valentine, ni jina, sio kitendo, ila alikuwa anawasaidia vijana waweze kukutana huko ufukweni, unaona, washughulike mpaka basi. Kwa hiyo huyu anaitwa Julius Caesar. Hii ndio kalenda ya ngapi? Ya tatu. Kalenda ya 4 ni Gregorian calendar ambayo imeanza karne ya 18, karne ya 15, 1584, na imeanzishwa na Papa wa 13 wa Kiroma, anaitwa Papa Gregory. Kaianzisha kumchallenge huyu Julius. Kuna vitu alivikosea, anaweka mwaka mpya, mwaka mrefu na mwaka mfupi. Kwa hiyo akaenda kwenye system mle akabadilisha. Unajua watu wanaotafuta wanajua kutengeneza umaarufu duniani. Akaibandua ile ikawa imeenda tofauti, na ndio kalenda sasa hivi inayoongoza duniani kwa kutumika sana kwenye mataifa.
na hiyo kalenda ndiyo iliyoipiga bao kalenda ya Julius, ambao kwa sasa hivi Juliana kalenda inatumika na Orthodox, ile kanisa la Orthodox na sehemu hizo za mataifa mbalimbali, lakini bado wanaitumia. Kalenda ya mwisho kwa leo ambayo nataka niwaeleze ni Islamic kalenda, ambayo Islamic kalenda ndio hii tulikuwa tunaisema, ambayo tunaita Hijri kalenda, ambayo sisi tunatakiwa tuitumie. Kalenda yetu sisi inapishana na Gregorian kalenda kwa siku 11 kutokana na muandamo wa mwezi, kati ya siku 11 mpaka siku 12. Ndio maana utakuta Ramadhani tunafunga Machi, mwaka utakaofuata tutafunga Februari, mwezi unaofuata, yani tutakuwa tunasogea siku 12 13, tunasogea, tutapata mzunguko wote. Siri yake ni kwamba kuna mzunguko ambao unaotokana na muandamo wa mwezi. We have no fixed date in the Islam. Hatuna tarehe ya kuangalia kwenye mkono. Unataka mwezi umeanza tarehe mosi leo, nenda kaangalia. Kama ule mwezi umegubikwa, rudi ndani, subiri 30. Kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma alayhi, ukiwa umegubikwa au umefunikwa, kilichofunikwa kipo au hakipo? Kipo, kwa rudi ndani, timiza 30. Maadamu hujaona tu, ndio siri iliyoko. Kwa hiyo nenda kafunge, au nenda kahiji, au nenda kachinje mnyama wako. Manake miezi hii akina mama, kina baba, safari nini, kuna tarehe za kwenda kufanya biashara. Sio unajibukia tu na kwenda kwenye tarehe za ajabu huko, alafu unakula hasara, mtaji wote unaliwa. Alafu unasema mambo gani? Kila siku bwana ni ya Mungu. Sasa kama ni kila siku ni ya Mungu, mbona ameipa majina tofauti? Mbona yeye ameipa yaumul ahad? Kulikuwa na sababu gani zote zisiwe ni ahadi? Kuna sababu ambazo Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameziweka. Kwa nini miezi? Ndani ya miezi 12, inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahr, miezi 12. Lakini angalia ndani mmo, anasema minha arba'at hurum, ndani yake kuna miezi 4 mitakatifu. Yani Mungu miezi 12 alafu ameshaibagua 4 imeshakuwa mitakatifu. Huu ndio mpango wa Mungu, kila kitu kina namna yake. Ramadhani haujawekwa katika wanne, pamoja na kusujudu na kulala na itikafu na nini na Lailatul Qadri, lakini hajataka tu Mungu. Amesema hiyo Ramadhani ijitegemee, lakini hawa ni wanne: Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja wa Muharram. Naomba niishie hapa. Kama kuna kitu utakuwa hujanielewa, jua sisi wengine lafzi zetu hizi za kibarabara sio kama mafaswaha kama nyinyi. Kwa hiyo unaweza ukaniuliza ili tumalize darasa letu leo. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri, atuondolee kila la shari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wasalamu.